Kile alichokifanya mshambuliaji wa kimataifa wa Ghana Jonathan Soa kwa kufunga mabao mawili katika mechi ambayo Singida Black Stars wamepata ushindi wa mabao 3-0 dhidi ya Tabora United ni kwamba kimewashtusha zaidi wale ambao wamekuwa wakisikia tetesi kuwa Jonathan Soa yuko mbioni kujiunga na klabu ya wananchi Yanga ifikapo mwishoni mwa msimu huu. Ndio. Ni kwa sababu gani? Jonathan Soa muda aliotumia katika kucheza kwenye ligi kuu, ikumbukwe alijiunga Singida Black Stars katika mzunguko wa pili wa ligi kuu Tanzania bara na mpaka sasa amecheza mechi chache sana, lakini kwenye mechi hizo chache alizocheza tunapozungumza hivi sasa kwa mabao mawili aliyofunga dhidi ya Tabora United wakati wakishinda 3-0, maana yake Jonathan Soa anajiunga katika kundi la wachezaji ambao wanawania tuzo ya kiatu cha dhahabu msimu huu. Vinara kwa upachikaji mabao mpaka sasa ni Prince Mpumelo Dube wa Yanga ambaye ana mabao 12, ana assist 8, lakini kuna Jasha Ahua wa Simba naye ana mabao 12, assist 7. Anayefuatia baada ya hao wawili ambao ni vinara kwa upachikaji mabao kwa maana ya Dube pamoja na Jasha Ahua ambao wote kila mmoja ana mabao 12. Kwenye orodha ya wanaofuatia kwa idadi ya mabao mengi kuna Clement Mzize Walid ambaye yeye ana mabao 11, lakini kitendo cha Jonathan Soa kufunga mabao mawili leo hii baada ya Victorian Adebayo kuitanguliza Singida Black Stars kwa bao la utangulizi kwenye dakika 21, kisha yeye akafunga la pili katika dakika 52 kwa mkwaju wa penalty, akafunga lingine la tatu katika dakika 86. Maana yake mabao mawili aliyofunga yamemfanya Soa afikishe idadi ya mabao sawa na Mzize ambayo ni mabao 11, na hivyo katika orodha ya wafungaji wa mabao mengi kwenye ligi kuu Tanzania bara msimu huu wa 2024-25 Jonathan Soa anakuwa katika nafasi ya pili, yeye na Mzize wakizidiwa bao moja tu na vinara Dube pamoja na Ahua. Sasa zile taarifa kwamba Jonathan Soa anakwenda kujiunga na wananchi Yanga ndizo zinakuwa kama zinaongeza vitisho kwa wapinzani wa Yanga kwenye michuano mbalimbali. Ligi kuu Tanzania bara, kombe la shirikisho la benki ya CRDB, michuano ya CAF kwa msimu ujao na kadhalika. Ni kwa sababu safu ya ushambuliaji ya Yanga mpaka sasa ingali ndio inayotishia zaidi kwenye ligi kuu Tanzania bara, kwa sababu Yanga wakiwa wamecheza mechi 25 mpaka sasa tayari wameshapachika mabao 64, ukiwa ni wastani mzuri zaidi wa kupachika mabao mpaka sasa. Ndio timu inayoongoza kwa mabao mengi kuliko timu zote katika ligi kuu Tanzania bara kwa mabao 64, kwa mbali wakifuatiwa na watani zao wa jadi Simba ambao wenyewe mpaka sasa wamefunga mabao 52, ingawa Yanga wamecheza mechi 3 zaidi kulinganisha na wekundu wa Msimbazi Simba. Yanga kwenye eneo lao la kushambulia, mbali na mshambuliaji kinara Prince Mpumelo Dube mwenye mabao 12 akiwa na assist 8 akichangia mabao 20, mbali na Clement Mzize Walid ambaye naye ana mabao 11 na assist 3 akichangia mabao 14, Yanga eneo lao la ushambuliaji, yani pamoja na wale viungo wa ushambuliaji kwa maana ya Stefan Aziz Ki anayetokea eneo la kati wakitumia mfumo wao wa baada ya golikipa ni 4-2-3-1. Wale watatu viungo wa ushambuliaji na mshambuliaji kinara akiwa Prince Mpumelo Dube wote wameshaleta madhara makubwa kwa wapinzani wao. Huyu Stefan Aziz Ki mpaka sasa akiwa amecheza dakika 1481, Stefan Aziz Ki ameshafunga mabao 7, ashatoa assist 7, kachangia mabao 14. Lakini wanaotokea pembeni ni pamoja na Peodo Pacom Zouzoua. Pacom mpaka sasa yeye huyu ni Ki. Pacom yeye ameshafunga mabao 9, assist 9, amechangia mabao 18 Pacom Zouzoua. Lakini kuna Maxi pia Nzengeli. Maxi naye ni miongoni mwa wale wanaotokea pembeni, mpaka sasa tayari ameshafunga mabao 4, assist 8 katika ligi kuu Tanzania bara, ashachangia mabao 12. Hawa ni wachache tu ninawataja katika wale ambao huleta madhara kwenye lango la wapinzani katika mfumo wa Yanga wa kucheza kwenye ligi kuu Tanzania bara. Hapo sijataja wachezaji wengine wenye madhara makubwa kwenye lango la wapinzani wanapocheza dhidi ya Yanga. Mmoja wapo ni beki wa kati Ibra Baka ambaye naye ameshapachika mabao 4 kati ya 64 ambayo Yanga wamefunga. Sasa taarifa za ujio wa Jonathan Soa kama ni za kweli, maana yake ni kwamba Yanga kwenye eneo lao la ushambuliaji kwa msimu ujao 2025-26 watakuwa na silaha nyingine tishio, na hivyo
kuleta madhara makubwa zaidi, kama tu hiki kinachoonyeshwa sasa katika msimu huu kwa wachezaji husika hao waliotoka kuwataja, lakini na huyu Jonathan Soa aliyepo Singida Black Stars akajiunga kweli. Maana hizi ni tetesi, basi Yanga, kocha wake Hamdi Milud na benchi la ufundi kwa ujumla watakuwa wanajidai, wanajivuna, wakiamini muda wote kwamba eneo la ushambuliaji wana watu wa maana sana. Ni kwa sababu gani? Jonathan Soa, kwa kukumbushia tu, amejiunga katika ligi kuu Tanzania bara kwenye klabu yake ya Singida Black Stars katika mzunguko wa pili kama nilivyoeleza awali. Kabla ya mechi ya leo dhidi ya Tabora United, Jonathan Soa alikuwa amecheza huyu Jonathan Soa alikuwa amecheza mechi 10. Katika mechi 10 alizokuwa amecheza, Soa, idadi ya mechi hizi 10 alikuwa amecheza kwa dakika sio zote. Maana 10 itakiwa cheze dakika 900. Alikuwa amecheza kwa dakika 862. Kwa dakika hizo akiwa uwanjani, nini amefanya Jonathan Soa? Alikuwa tayari ameshapiga mashuti, tunasema shots, mashuti 23. Kati ya haya mashuti 23, mashuti 10 yalikuwa yamelenga shabaha. Hapa pekee yake kwanza panatisha ni kwamba uwezo wake wa kupiga mashuti kwa usahihi kulenga shabaha, tunasema shooting accuracy. Kwa idadi hii ya mashuti 10 kati ya 23, maana yake ukiweka 10 chini 23 ukizidisha kwa 100, utapata hapa shooting accuracy ni around 43%. Hiki ni kiwango cha juu mno cha ulengaji shabaha. Lakini haitoshi. Mashuti haya alipopiga katika mechi hizi 10 alizokuwa amecheza kabla ya mechi ya leo dhidi ya Tabora United, Jonathan Soa alikuwa mabao alikuwa amefunga mabao 9. Imagine, mechi 10 mabao 9, lakini hakuwa na assist. Yes, assist ni 0. Hakuwa na assist. Manake alikuwa amechangia mabao 9, goal contribution. Kufunga mabao 9 katika kupiga mashuti 23, maana tunapata goal conversion rate, uwezo wa kubadilisha nafasi kuwa mabao, ambao utakuwa ni mabao 9 chini weka mashuti yote aliyopiga 23 zidisha kwa 100. Utagundua hapa ni around 39%. Wow, anatisha kweli kweli. Lakini leo hii dhidi ya Tabora United akafunga mabao 2. Maana yake hivi sasa Jonathan Soa mabao 2 ongeza ile 9 aliyokuwa nayo, ameshafunga mabao 11. Huku leo ikiwa mechi ya 11, maana yake amecheza mechi 11, mabao 11. Wastani wa bao moja katika kila mechi. Ni wastani wa juu mno. Ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, kwa kawaida ukitaka kupima mshambuliaji kwamba ni bora wa kiasi gani, vipo vigezo vingi vya kutumia, lakini kimojawapo kuna kigezo kinaitwa GPM, goals per match. Kinapimwaje hiki? Unachukua idadi ya mabao mchezaji amefunga, chini unaweka idadi ya mechi alizocheza. Ukigawanya ukipata 0.5, tafsiri ni kwamba huyo mshambuliaji anaitwa mshambuliaji bora. Ukipata 0.75 and above, yani na kwenda juu, baada ya kuweka idadi ya mabao gawanya kwa idadi ya mechi, maana yake mshambuliaji huyo, tafsiri interpretations ya namba ni kwamba huyo anaitwa world class striker, yani mshambuliaji bora wa kiwango cha dunia. Point to note, hapa haijalishi ni michuano ipi, ni tafsiri tu ya namba. Iwe ni michuano ya mtaani, iwe ligi kuu Tanzania bara, iwe kombe la dunia, iwe vyovyote vile. Kwa tafsiri tu ya namba, kama mchezaji anafunga wastani wa mabao kwa kulinganisha idadi ya mechi, unapata 0.75 kwenda juu, maana yake huyo ni mshambuliaji wa kiwango bora cha dunia. Sasa Jonathan Soa, kitendo cha mpaka sasa kufunga mabao 11, ambazo haya sasa ndio tunasema goals, ukigawanya kwa idadi ya mechi ambazo kwake yeye ni 11 tena, unapata GPM, goals per match, 1. Sasa 1 maana yake ni zaidi ya ile minimum threshold, kiwango cha chini cha kumtafsiri mchezaji kama mshambuliaji bora wa kiwango cha dunia. Sababu 1 ni kubwa kuliko 0.75. Nadhani nimeweka vizuri. Kwa hiyo Jonathan Soa, tafsiri yake kwa sasa kwa mechi alizocheza Singida Black Stars, mechi 11, mabao 11, akiwa katika mwenendo mzuri kuwania kiatu cha dhahabu. Maana walio juu yake wana mabao 12, wamemzidi bao moja tu, maana yake anayo fursa na nafasi ya kuweza hata kutoa kiatu cha dhahabu, lakini namba peke yake zinatosha kuthibitisha yeye ni mshambuliaji bora wa kiwango cha dunia. Sasa huyu Soa ndo anahusishwa na Yanga, ambayo safu yake ya ushambuliaji, wachezaji wake hawako nyuma katika upachikaji mabao. Nimekutajia baadhi na idadi ya mabao wanayofunga. Je, kama kweli Jonathan Soa atajiunga na Yanga chini ya kocha Hamdi Milud ama yeyote ule katika benchi la ufundi, ni dhahiri kwamba
Yanga itakuwa imeongeza nguvu mno katika eneo lake la ushambuliaji. Kinyume chake pia itakuwa Singida Black Stars wamepungukiwa na mtu wa maana sana, kwa sababu hawana mchezaji mwingine mwenye kufunga mabao kwa wastani wa mechi moja bao moja, kwa maana mechi 11 ana mabao 11. Jonathan Soa, mchezaji wa kimataifa kutoka Ghana. Swali ni kwamba je, tetesi hizi zitakuwa za kweli? Maana hakuna taarifa rasmi kutoka kwa Singida Black Stars kwamba mwisho wa msimu mshambuliaji wao huyu atajiunga na Yanga, lakini pia hakuna taarifa zozote kutoka Yanga kwamba wako mbioni kumsajili Jonathan Soa ifikapo mwisho wa msimu 2024-2025. Lakini pia yeye Soa na management yake hakuna mahala imetamkwa hadharani kwamba yeye mwishoni mwa msimu atakuwa na klabu ya Yanga. Hilo ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.